Mimi ni mlio kutoka Busia. AK Nakovic. Butla, Busia County. Mzaliwa Butla. Mimi ni mtoto wa former marehemu Jeshiu kwa regime ya Moi. Leo unajua lazima niweke babangu peke. So nataka niongee hivi. Ukistajabu ya Musa utaona ya Firauni. Na utaona kwa Firauni kwa njia gani? Yale yametendeka leo kwa matanga ya leo. Mimi nataka niseme hivi. Wakati Kirongo alikufa, siku ya mazishi ya Kirongo, kila Mluya alikuwa anashutumu tu Ruto. Na hakuna hata mmoja alipatiwa kazi pale. Hakuna. Kwa sababu badala nyinyi muone vile mnaweza saidika, mara sijui Ruto ndo amehusika, mara sijui Ruto, ikakuwa sasa hapa hakuna vile Mluya anaweza saidika. Hebu angalia matanga ya leo. Wale wote wamefiliwa. Ruto amewapatia kazi. Ingekuwa hiyo wakati wa Jirongo, si hata sisi Waluya watu wangepewa kazi. Kwa hivyo sisi Waluya tunafaa tu style up. Na kwa maana mimi nikisema Uluyani huku bado tuko nyuma. Na tuko nyuma kwa sababu gani? Tumeingiwa na ile kasumba yenye inatoka hapa mlima. Yenye Gachagua anakuja naye. Akisema fulani anaonekana na amefanya hii. Hii kasumba tutoe kwa akili, viongozi wa Uluyani na Waluya tutoe kwa akili. Tuache kudanganya na viongozi wawili watatu. Wanatudanganya hapa Uluyani. Tutaishi hivi maisha ya umaskini mpaka lini? Wengine wakifanikiwa na sisi huku tukiendelea kurudi maisha ni kudidimia tu. Kwa hiyo mimi nataka niseme hivi. Viongozi Waluya na Waluya tuache kasumba ya sisi kuanza kupigana. Tunaanza kupigana wenyewe. Hiyo si jambo mzuri. Nataka niingie jambo lingine. Hii Jumapili tulikuwa tumeambiwa mkutano inakuja Jakaranda. Mimi saa hii nimekaa chini najiuliza sana. Mbona hii mkutano imeahirishwa? Ati sasa inapelekwa wapi Ukambani? Na ukiangalia Sifuna ni senator hapa Nairobi. Mbunge wa Embakasi hapa hivi. Tunashangaa itakuwaje mkutano hii inaahirishwa? Hii mkutano ya rudisha wananchi kwa maandamano. Inaitwa rudisha wananchi kwa maandamano. Yenye wanajila dina mwananchi. Kwa hivyo mimi nataka niseme hivi. Mimi niliwaambia hii ni wave tu. Hii ni kutrend tu. Ile moto ya Sifuna sasa iko wapi? Amezima kama kichaka imemwagiwa maji. Wameshazima. Sasa hii wanatafuta propaganda. Tumeona mwingine jana ati wanamweka ati yako mbele ati yeye ndo anaongoza kama gavana wa Nairobi. Huyu mwenye anasema anaongoza kama gavana, yeye ni gavana. Mwenye ako kwa kiti cha ugavana ni Sakaja. Itakuwaje huyu mbunge Embakasi ati anawekwa ati yeye ndo analinda kwa mbele, ati yeye sasa ndo yeye bwana, mwache kutupima bwana. Nani ako kwa ofisi ya ugavana ni nani? Si ni Sakaja. Bado tujaenda kwa uchaguzi. Hatujaenda kwa uchaguzi tuanze kusema tu wengine wako mbele ya wengine. Mimi chenye nataka kusema, Sakaja yeye bado ako mbele. Maana yeye ndo ako kwa ofisi. Wangojee Sakaja amalize. Kama ni mapenzi ya Mungu atarudi. Kama si mapenzi ya Mungu basi tuone nao pia uongozi wao. Lakini mimi najua uongozi wao haina maana. Hata mahali wanatoka hakuna chochote. Mtu kama Sifuna yeye ile kazi alipatiwa hafanyi. Kazi yake ni kuzunguka huku, mimi ndio Sifuna akijipiga kifua. Na anafaa yeye amepatiwa kazi na wana Nairobi hapa. Ni ku-oversight. Lakini Sifuna tunamuona mara kwa radio, mara kwa TV, mara ndio hii wanapigania SG, mara ni kutukana women rep wa Busia ambaye ndio niyo SG wa ODM, Catherine Omanyo. Mimi najiuliza, hii ndo kazi tumepatia watu. Nikimalizia nataka niseme hivi. Nimeona huyu mwingine wa Trans Nzoia. Ati kesi yake ishaondolewa. Niliwaambia ukitaka tu serikali isimame na wewe, itabidi unyamaze. Hiyo muda yote Natembe alikuwa amenyamaza. Maana alikuwa ameshaidiwa. Ukinyamazisha hiyo mdomo, hii kesi itaondolewa. Lakini ukiendelea kuropoka utarudi ndani. Sasa Natembea. Sasa kesi imeondolewa. Tumeona ameenda ameokota watu 7 sijui 10 hapa sijui ni Trans Nzoia Bungoma. Ati waanze kuandamana. Ati ICC kukua ya ukweli ilikuwa inaekelea Natembea.
Nyinyi mnanunuliwa shilingi 200. Ati muende mwanze kusifu na tembea kwa kiwanja. Wewe umenunuliwa ngapi kupinga Congress? Acha niwaambie nyinyi mtaishi na umasikini hadi lini? Mtaishi na umasikini hadi lini? Na tembea anawapatia shilingi 200, muende pale mwanze kusema hizi ilikuwa inadanganya, na tembea kuiba. Na tembea aliiba. Uko na ushahidi? Kama alikuwa ameweka pay bill ndani ya nyumba yake. Hebu tupe ushahidi hapa. Kama alikuwa ameweka pay bill ndani ya nyumba yake. Kwani ndo serikali ndo ukuje utolewe kwa kiti. Ilikuwa inamaanisha nini? Kwa hivyo mimi nataka niseme hivi. Nyinyi ambaye mnanunuliwa nyinyi. Kwanza nimeona ati ni bunge ya Bungoma. Kwanza nimeona ati bunge ya Bungoma, sasa hapo ndo watu wanaanza kuandamana. Bwana mwache kutupima wazimu bwana. Na tembea kesi ilimpata. Na sisi tunasema na tembea. Hii mambo unaanza kulipa watu kuinja, uanze kupiga serikali. Bado tuko na wewe.